Ufaransa inasema sasa ni wakati wa G7 kushirikiana na BRICS na kwamba mgawanyiko katika ulimwengu hauna maana, anasema Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Ufaransa inataka G7 kujenga ushirikiano wa karibu na BRICS ili kukabiliana na mgawanyiko unaokuwa duniani. Rais Emmanuel Macron alisema katika kongamano la kiuchumi la dunia huko Davos siku ya jana Jumanne. Mnamo Januari, Ufaransa ilitoa urais wa zamu wa G7. Akizungumzia ajenda ya kundi hilo, Macron alisema Paris inataka kurejesha ushirikiano mzuri ndani ya G7 huku pia ikiendeleza uhusiano na dunia nzima. Moja ya malengo ni kujenga madaraja na ushirikiano na nchi zinazoibuka za BRICS na G20, alisema. BRICS ilianzishwa mwaka 2006, ni shirika la mataifa ambalo kwa pamoja linachangia zaidi ya robo ya uchumi wa dunia na karibu nusu ya idadi ya watu duniani. Kwa sasa inajumuisha wanachama 10 ambao ni pamoja na Brazil, Uchina, Misri, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Urusi, Afrika ya Kusini na Umoja wa Falme za Kiarabu. Umekuwa ni umoja ambao kimsingi umetengeneza mazingira ya uchumi mkubwa katika mataifa hayo na kukuza mataifa hayo katika kila namna. Sasa mataifa magharibi yalikuwa na mpango wa kuidhoofisha BRICS, lakini sasa wameshindwa, na wakati huu mataifa kama Urusi pamoja na Uchina yametengeneza mazingira ya BRICS kuwa kubwa kuliko G20 ama G7. Hii pia imekuja kusababisha sasa Rais wa Marekani Donald Trump kuwataka G7 wairuhusu Urusi kurejeshwa katika kile kilichoitwa G8, ambapo itakuja kusaidia wanachama wa BRICS kutengeneza mazingira ya uhusiano wa karibu na mataifa ya G7. Kwa mujibu wa Macron, anasema kugawanyika kwa ulimwengu huu hakutakuwa na maana. Alisema, akiongeza kuwa ni wakati wa mamlaka makubwa kuonyesha bado wana uwezo wa kutoa tathmini ya pamoja ya uchumi wa dunia na kujitolea kuchukua hatua madhubuti. Mapema mwezi huu Macron alishiriki maoni kama hayo katika hotuba yake ya kila mwaka kwa mabalozi wa Ufaransa kabla ya ziara yake mwezi Februari nchini India ambayo inachukua urais wa BRICS mwaka huu. G7 haipaswi kuwa klabu dhidi ya China au klabu ya kupambana na BRICS, alisema Macron. Siku ya Jumanne, hata hivyo, alikosoa China kwa kutofungua soko lake kwa kiwango ambacho EU inafanya na kwa kujaza bidhaa za Ulaya badala ya uwekezaji na teknolojia. Alitoa wito kwa EU kuimarisha vyombo vyake vya ulinzi vya kibiashara katika muktadha wa kuongezeka kwa mvutano wa kibiashara na uwezo mkubwa wa Asia. Urais wa G7 wa Ufaransa utaiweka katika moyo wa ushirikiano wa pande nyingi, Macron alisema katika hotuba yake ya kila mwaka kwa mabalozi wa Ufaransa, akieleza vipaumbele vya sera ya kigeni ya nchi hiyo siku ya Alhamisi. Ushirikiano wa pande nyingi ndicho ambacho BRICS inataka, na hii ilielezwa katika mkutano wa Kazan wa mwaka 2024 uliofanyika nchini Urusi. G7 haipaswi kuwa klabu dhidi ya China au klabu ya kupambana na BRICS, Macron alihitimisha na kuongeza kuwa hatuwezi kuruhusu BRICS kuwa klabu ya kupambana na G7 licha ya kwamba BRICS haina mpango wa kupambana na G7 kama ambavyo aliwahi kuzungumza rais wa China Bwana Xi Jinping. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron alikizungumza kwa kutoa msisitizo kwamba wakati huu wanapaswa kuhakikisha kwamba G7 inakuwa karibu na BRICS katika kujenga uchumi mkubwa duniani na hawapaswi kutengana na BRICS. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.